Hii ni panda shuka ya imani, mema na mabaya yatakayompata mtu atakayetaka kuwa na imani. Wengi wamesomewa imani ya upande mmoja tu, lakini leo nataka ujue imani ina pande mbili. Waweza kupata baraka kwa imani, waweza kupata mateso kwa imani. Wewe umeishia kusomewa hapa. Basi imani ni kuwa na hakika na mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Wewe umeishia hapo, nami nitashuka chini na kukusomea mstari wa 36. Wengine walijaribiwa kwa dhihaka na mapigo, naam, kwa mafungo na kwa kutiwa gerezani. Walipigwa kwa mawe, walikatwa kwa misumeno, walijaribiwa, waliuliwa kwa upanga, walizunguka wakivaa ngozi za kondoo na ngozi za mbuzi. Walikuwa wahitaji, wakiteswa, wakitendwa mabaya. Hiyo ni kwa ajili ya imani. Yote yawezekana, hata kwenda gerezani kama mbarikiwa. Yawezekana kwa imani. Yote yawezekana. Haleluya. Kwa imani. Haleluya. Yawezekana. Haleluya. Kwa imani. Yote yawezekana kwa imani. Yote yawezekana kwa imani. Na watu wengi mpaka ukajiona wewe na kukataliwa na wote, na mpaka ukajisi kwa Mungu amekukataa. Yote kwa imani, yote kwa imani. Kupata mali nyingi kwa imani kama Ibrahimu, na kuzipoteza zote kwa imani kama Paulo. Yawezekana, yote yawezekana. Na Mungu anabaki kuwa Mungu. Yeye habadiliki na habadilishi na chochote. Sisi tulichokalilishwa kuhusu imani ni kuamini kuwa tutapata mema tu. Kwa mfano, Ebrania 11 mstari wa 11 anasema, kwa imani hata Sara mwenyewe alipokea uwezo wa kuwa na mimba alipokuwa amepita wakati wake, kwa kuwa alimhesabu yeye aliyeahidi kuwa ni mwaminifu. Sisi huwa tunaishia hapo, tunaomba na kuamini, hatujui neno imani ni neno zito, tofauti na kuamini kile ulichoomba kuwa kitatokea. Neno imani maana yake nyingine ni hii. Hivi unapoulizwa wewe ni wa imani gani, hivi mtu huwa anamaanisha wewe unaamini nini katika ulichoomba? Hapana, huwa anamaanisha wewe ni wa dini gani? Na ndiyo maana ya imani. Na hivyo baba zetu wa imani wengi waliuawa kwa sababu ya imani. Wengi walipata kibali machoni pa watu kwa sababu ya hiyo imani, na wengine walipigwa mawe kwa sababu ya hiyo imani, na wengine
walikatwa vichwa kwa sababu ya kutetea imani yao. Kama Yohana, imani yake ilimlazimu asimamie kweli. Imani yake ilimtaka yeye awaseme watu wasionewe. Ndiyo maana anamwambia Herode, si halali wewe kuchukua mke wa ndugu huyo Filipo. Kwa imani hiyo akakamatwa, akafungwa na mwishowe kakatwa kichwa. Yote yawezekana kwa imani, kuishi ama kufa. Yote yaweza kukupata wewe mtu wa imani. Tarajia hivyo. Imani yako itakutaka useme ukweli, haijalishi ni kwa nani, hata kwa rais. Nategemea ndio unayemwambia atapokea. Anaweza kukupenda au kukua, kama ilivyokuwa kwa Danieli. Alipomwambia mfalme acha uovu wako, mfalme hakumua, akampandisha cheo. Sasa inategemea itakuwaje kwako. Tegemea hivyo, kupendwa ama kuchukiwa. Imani yako yaweza kukutaka ukosoe uovu na uwakemee waovu, haijalishi ni nani. Ila mapokeo ya huyo unayemkemea yaweza fanya ya kukute kama ya Yeremia au kama ya kwa Mikaya. Yote ni kwa sababu ya imani. Waweza kuwa ulaiani au kuwa gerezani. Yote waweza pata hela nyingi kwa imani, sijasahau, ila waweza kufilisiwa pia kwa imani. Kwa imani yote waweza kuwa na mali nyingi kama Ibrahimu, waweza usiwe nazo pia kama mitume kina Petro na Yesu mwenyewe. Waweza tupwa shimoni ukafia umo ukapotea. Waweza tupwa shimoni na ukaibukia ikulu. Yote Yohana mwingine alikatwa kichwa na kikakatika, lakini Yohana mwingine alikatwa kichwa hakufa na kichwa hakikutoka. Yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana kwa imani. Waweza tupwa kwenye tanuru la moto ukatoka umo. Waweza tupwa pia ukafia umo. Jua yote yawezekana na Mungu anabaki Mungu, nawe unabaki kuwa mtu wake. Usitarajie upande mmoja wa imani, tazama pande zote mbili. Natarajia hayo. Yote yaweza kukupata, yote mema au mabaya. Usiangalie mema tu, kwa imani yatazame na